Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, jina lililokuu sana. Biblia inasema ya kwamba heri wale wamtumainio Bwana, maana hao watapata amani, watapata faraja, watapata ushindi. Ndugu yangu, tumaini si kitu chepesi. Kutumaini si kitu rahisi. Lakini Biblia inasema ya kwamba heri wale wamtumainio Bwana. Heri wale wamfanyao Bwana kuwa kinga yao, maana watapata baraka, maana watapata ukuu, watapata ushindi, watapata neema na baraka za kimungu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, nataka nikwambie kwamba katika maisha haya kila siku vingine vyote vitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Neno la Mungu litaendelea kusimama vile vile. Ni sawa na hali ya kanisa. Kanisa siku zote ni la Kristo na kanisa siku zote ni takatifu. Mambo yote, makando yote yatapita, lakini neno la Mungu litasimama. Lakini neno la Mungu litathibitika. Niseme tu kwamba naishi katika dunia yenye mambo mengi sana, lakini tumainie Mungu, mtegemee Mungu. Mungu atafanya mlango hata katika jaribu ulionalo mbele yako. Mungu anafanya mlango wa kutokea hata katika mazingira magumu unayoona mbele zako. Mimi nataka nikwambia kwamba Mungu atafanya mlango wa kutokea. Haijalishi unapita katika mapito magumu kiasi gani. Haijalishi umeshindwa kuona njia, umeshindwa kuona mlango wa kutokea. Lakini yuko Mungu ambaye anafanya mambo makubwa ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Yuko Mungu anayeokoa, yuko Mungu ajibuye maombi, yuko Mungu anayefadhili, yuko Mungu anayehifadhi, yuko Mungu anayetenda, na yuko Mungu aliye mtakatifu wa watakatifu. Katika yote dumu katika neema yake, dumu katika kumtafuta yeye. Katika kitabu cha Tenzi za Rohoni anasema ya kwamba Yesu kwetu ni rafiki. Ukimwomba kwa Baba, Mungu anasikia. Anasema, je, una dhiki na maonjo? Je, una mashaka pia? Haifai kufa moyo. Yeye Mungu dua anasikia. Ujapojaribiwa, ujapopita katika magumu, ujapopita katika changamoto, usiache kumwomba Mungu, usiache kumtafuta Mungu, usiache kusimama katika kweli ya Mungu. Naye Mungu atafanya mambo yaliyo makubwa, mambo ya ajabu, mambo ya kutisha mno ndani ya maisha yako. Mpaka wewe mwenyewe utashangaa kwamba huyu Mungu ni Mungu wa namna gani. Lakini kikubwa, usiache kukaa magotini pa Mungu. Usiache kumtafuta Mungu. Usiache kumtumainia Mungu. Usiache kumtegemea Mungu. Usiache, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Mungu ndiye kila kitu. Mungu ndiye maisha yetu. Mungu ndiye pumzi yetu. Maisha yetu yanamtegemea Mungu. Neema ya Mungu ni kubwa sana katikati ya maisha yetu. Mungu anatenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Lakini kikubwa na cha thamani zaidi ni kudumu katika kutenda yaliyo mapenzi yake. Ndipo neema ya Mungu itakapofunuliwa kwa viwango vikubwa na vya ajabu. Mwache Mungu aitwe Mungu, kwa sababu Mungu yeye hafananishwi. Yeye ni Mungu anayetenda. Amesema ya kwamba hachunguziki. Mawazo yake si sawa na mawazo yetu. Akili zake si sawa na akili zetu. Anatuwazia mambo yaliyo makubwa, anatuwazia mambo ya amani. Amesema, nayafahamu mawazo yenu, lakini mawazo yangu si sawa na mawazo yenu, maana mimi ninawawazia mawazo yaliyo mema daima. Kuna pambio moja ambao tukiwa Sunday school tulikuwa nasema kwamba, naimba kwamba ananipendea mema, huyu Yesu ananiwazia mema, tena sana ananiwazia mema, huyu Yesu ananiwazia mema, tena sana. Wokovu kwa mwanadamu ulifunuliwa kwa ajili ya kuwaleta watu wote kwa Yesu. Wokovu ulifunuliwa kwa ajili ya watu wote, mdogo, maskini, asiye na kitu, mwenye kitu, ili watu wote wamtegemee yeye. Lakini nataka nikwambie kwamba kupokea wokovu ni hatua mojawapo, kuishi wokovu ni hatua nyingine. Ni kama maisha ya milele. Tunaanzia hapa chini ya jua, then naanza kutembea katika hayo maisha ya milele katika tukiwa chini ya jua, mpaka yanapokuja kukamilika wakati ule tumefufuliwa katika wafu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelea kudumu tu katika magoti. Haijalishi unaomba Mungu kama ametulia, lakini
Majira na nyakati zikifika za Bwana, Mungu anakwenda kutenda jambo kubwa maishani mwako. Kikubwa, endelea kumtafuta yeye, endelea kumtegemea yeye, naye Mungu atafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mtumishi Awali Mayemba. Amen.